Tafadhali, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii na kisha itatokea alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopito na taarifa za mastaa ambazo zina trendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Miongoni mwa story ambazo kwa sasa zimeweza kuibua hisia kubwa sana za mashabiki wa muziki wa Bongo Flava ni kuhusiana na story ambayo ameweza kuizungumza au mambo ambayo ameweza kuyazungumza Rayvanny mara baada ya tetesi za kwamba ameachana na mpenzi wake Faima. Sasa leo hii Rayvanny ameamua kufunguka yale ambayo yamekuwa yakiendelea chini ya kapeti, kutokana na kwamba tunafahamu Faima pamoja na Rayvanny wameweza kubarikiwa kupata mtoto mmoja ambaye ni Jaydan, lakini pia tunafahamu kipindi cha nyuma walishawahi kuachana na baadaye wakaja kurudiana, lakini pia Rayvanny akadai kwamba anampenda sana Faima kutokana na kwamba ni mwanamke ambaye amekuwa akimheshimu, lakini pia ni mwanamke wa ndoto yake kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika mahusiano yao. Sasa mara ya pili tunafahamu sasa hivi wameweza kuachana tena kwa mara nyingine, lakini Rayvanny hakuweza kufunguka au kueleza chochote ni kipi ambacho kilipelekea wawili hawa kuweza kutengana na kuwa mbalimbali. Sasa leo hii Rayvanny ameweza kufunguka na kueleza kwamba Faima amekuwa ni mwanamke ambaye anatumia gharama kubwa sana katika masuala ya mavazi, lakini pia katika masuala ya kujipamba, ambapo amekuwa akigharimu fedha nyingi kwa wiki, lakini pia kwa mwezi kutumia katika mambo ambayo yamekuwa hayazalishi au hayaingizi chochote, ambapo sasa swala hilo Rayvanny hakuwa analihitaji na wakawa wakipingana. Basi mwanamke huyu anachukia, na hivyo Rayvanny akaona kwamba si mwanamke ambaye anamfaa kwa sasa, na amedai kwamba kwa sasa wataendelea kubaki kuwa wazazi kutokana na kwamba anaamini atatafuta mwanamke ambaye anamfaa, na kwa sasa ameamua kufanya hivyo kutokana na haamini kabisa katika kile ambacho Faima anakiamini, lakini pia anachokifanya kutokana na gharama ambazo amekuwa akizitumia, lakini pia mambo ambayo amekuwa akiyafanya, licha ya kwamba amekuwa akimsii kubadilika, lakini Faima amekuwa akionekana kutokufuatilia au kutokusikiliza yale ambayo amekuwa akiambiwa na mume wake Rayvanny. Mashabiki wameweza kumpongeza Rayvanny na kudai kwamba alichofanya ni sahihi kabisa, anatakiwa kutafuta mwanamke ambaye wanaendana, lakini pia anamsikiliza kwa kile ambacho watapanga, kutokana na kwamba bajeti ni kitu muhimu sana katika maisha ya sasa, na hivyo basi anatakiwa kuangalia mwanamke sahihi ambaye atamsikiliza, lakini pia wataweza kujenga maisha vizuri zaidi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii na kisha itatokea alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopilot na taarifa zetu za kiburudani. Asante sana.